asilimia. Kakaangu 20%, nataka uniambie kwanza mkoani wanasemaje? Comment zikoje? Baba. Yaani kwanza tukianza na Mwanza. Ilikuwa ni hatari balaa bro. Mpaka sasa hivi kuna watu kibao wameshaanza kusema kwamba Dodoma ndio itakuwa aibu. Kwa sababu unajua tumeanza kukaa kwenye mkao mzuri, sasa watu wanapata vile vitu ambavyo wanatarajia. Yeah. Okay, sasa hivi naona jambo ninasikia hata Tanga pia mtapita. Nahisi kitu kama hicho. Unajua viongozi au uongozi ndio unajua ratiba nzima wa hili swala, lakini nafikiri kitu kama hicho. Okay, 20 umezunguka mikoani sasa. Ukikaa na watu wanasemaje ambao wanakushabikia wewe? Najua kuna sehemu unaweza kukata restaurant kwa hata unakula chakula na nini. Watu ukikuona wanafeel nini kikubwa? Nataka uniambie mapokeo ya watu kwa sababu the way watu wanavyo vibe kwenye show, kuna kitu ambacho unaona kwamba umeacha alama kubwa sana kwenye fikra zao. Watu wananipenda sana na ni kitu ambacho kila mtu anatakiwa ajivunie kama amefanikiwa kukipata. Ukipata upendo wa watu ambao wamezidi milioni 1, 2, 3 na kuendelea, wakawa wanakuzungumzia, wanakukumbuka na wanasema eti wewe unaishi mioyoni mwao, ni kitu cha kumshukuru Mungu. Mara nyingi nakutana na watu ambao kwa sababu ya ukubwa wa jina na jinsi walivyonichukulia wanasema unafanana na 20, na mimi nasemaga watu wengi wanasemaga mimi nafanana na 20. Hivi 20% kwa nini umeamua kujiita 20%? Ni kawaida kwa sababu ya hizo ni asilimia za mwanadamu, uwezo na ukuu wake. Sawa, uwezo na ukuu wake. Hivi 20 kama brother ambaye muziki unaoimba ni chakula cha ubongo. Ndio. Mastaa wanatakuwa waishi vipi kwenye jamii? Umaarufu ni kama vile muziki au kama vazi jipya. Si unajua? Umaarufu ni kama muziki au vazi jipya. Muziki ukisikia unapiga, unaweza ukaucheza kwa nguvu au ukaucheza tu simple kama unavyopigwa. Unaweza kana ukaucheza kwa furaha au unaweza ukaucheza kwa furaha isiyo kamili. Yaani hata huo umaarufu ndio hivyo kama vazi jipya. Yaani unaweza ukavaa vazi jipya usidundike wala usichague pa kukaa wala usichague watu wa kuongea nao. Lakini vile vile wapo watu ambao wakipata vazi jipya watachagua pa kukaa au either wakaanza na leso kwanza ili wakae au watadundika, watatafuta na mtu wa kuongea naye siku hiyo. Bwana, nimeona kuna baadhi ya maneno yanaendelea mitandaoni kuhusiana na aina ya tamasha mnalolifanya. Watu wanaweza kusema labda pengine ni mkakati, labda kuna siasa hapo katikati. Lakini 20 mimi najua una IQ kubwa sana. Wewe ukiangalia watu design hii unawaambiaje wanaotoa kauli kama hizo? Unajua kufanya muziki na watu ambao wanahusiana na siasa sio dhambi. Sijui unanielewa. Sijasema kwamba hilo tamasha lina siasa ndani yake, lakini nasema kufanya muziki na watu wanaojihusisha na siasa sio dhambi, kwa sababu kazi ya mwanamuziki ni kukutanisha watu. Watu wameshafanya na vyama vya siasa, mbona hawakuhesabika kwamba wamefanya makosa? Lakini vile vile kwa upande wa hili tamasha la 30 ya Bongo Flava, watu waitazame kama vile ni sehemu ambayo watu kama sisi wanamuziki ambao tumeshiriki au tunashiriki, ni sehemu yetu ya kusema kwamba watu tumepewa fursa. Ni watu wanamuziki wenzetu ndio wamelianzisha swala hili. Sisi hatuoni siasa ndani yake. Tunaona tu kwamba ndugu zetu wameamua kugawana riziki na sisi. Wameamua kuturudisha. Wale wengi ambao wameshapotea kabisa wamerudi kwa sababu ya stage ile ya 30 ya Bongo Flava. Lakini wale ambao tulikuwa tunajitafuta bado tunayo nguvu ya kufanya makubwa zaidi sasa hivi, tofauti na wakati ambapo hatujaanza kupanda hii stage. Kwa hiyo watu wanavyoitazama kama ni stage ya siasa, sio kwetu sisi wanamuziki ambao tuko ndani ya 30 ya Bongo Flava. Sisi ambao tuko ndani ya 30 ya Bongo Flava tumeona sisi tumepewa fursa, tumepewa mchongo na ndugu zetu, tumepewa riziki, pia tunakutanishwa na jamaa zetu, jamii yetu ambao tulifanyia kazi kwa miaka mingi. Okay, 20 kuna watu wanasema tena kwamba wasanii hawa bana sometimes hata maisha yao yalikuwa ni magumu, sasa hivi ni kama maisha yao ndio yameanza tena kuwa mazuri kwa sababu wanapata show. Kwani 20 walikuwa upati show? Mimi nilikuwa nafanya show kila siku. Mimi nilikuwa nafanya show hata sasa hivi hizi hapa show za 30 ya Bongo Flava zimenifanya nimepause show zangu nyingine ambazo nilikuwa nina kawaida ya kuzifanya. Maana mimi kufanya show sio lazima niitwe na mtu. Mimi kufanya show sio lazima niitwe na mtu. Maana unaandaa wewe mwenyewe show zako? Sometime huwa naandaa mwenyewe. Ambazo zinaikuaje sasa? Si unaandaa mwenyewe. Chaka wewe unakwaje? Unaweza ukafanya chaka, ndio. Chaka unarasimisha kabisa hiyo. Si unajua kabisa kwamba pale sehemu fulani watu wananikubali, wanahitaji, wameshakata mkaa, wameshalima mpunga. Unaenda kuwafanyia show.
Mimi nikajua labda unazichukulia ni ajenda gani zile show za maana kuna watu wanaogopa kabisa kwamba mimi nikafanya chakatu chaka hapana. Unajua jinsi unavyojichukulia wewe ni sawa. Maana kuna wanamuziki wa Kinondoni. Mwanamuziki wa Kinondoni anaweza akaishia Kinondoni. Lakini mimi muziki wangu kabla ya digital platform, muziki wangu mimi upo. Kwa hiyo mimi muziki wangu upo kule vijijini bado. Kwa hiyo mimi ninayo nafasi au sababu ya kwenda kule kukutana nao wale watu wa chaka. Yeah. Kwa nini umeamua kwamba watu wa hali ya chini uwafikie kwa ukubwa huu ambao unaozungumza hapa? Kwa sababu unaonekana kwamba una mapenzi ya dhati kwa watu ambao wako mbali hata na hapa Dar es Salaam. Unajua mwanzo umeniuliza kwa nini mimi najisikiaje kwamba niko midomoni mwa watu, moyoni mwa watu, napendwa. Sababu ya kupendwa ni sababu wewe unawekeza upendo kwa watu. Ukiwekeza upendo lazima nao wakupay back upendo. Yeah. Nawapenda sana. Na nawapenda kwa sababu hata wakati ambao nilikuwa sitazamwi kwa ukubwa, wale mimi nilikuwa naishi nao. Unamzungumzaje Zembwela? Zembwela brother yangu namkubali sana, ananikubali. Akipata nafasi ya kunisupport ananisupport. Yeah. Hivi ni kweli anasema tu kwamba kuna sometimes ulikuwa unampigia simu unamuuliza ni vitu gani ambavyo unahisi labda kwenye maisha ya kila siku labda tuvitengenezee mashairi tuviimbe, kuna vitu kama hivyo? Isha kutokea? Mimi na Zembwela tumekaa mara nyingi pamoja, tumechangia story pamoja, na ni marafiki wakubwa, sio kama masiara, ni watu wa karibu sana. So watu wa karibu lazima kushauriana, kuulizana 1 2 3. Hata nikiandika nyimbo huwa namtumia Zembwela, hebu isikilize. Ananiambia bwana siku hizi umeacha kuandika verse 3. Naambia muziki sasa hivi umebadilika, tunahitaji kusikiliza nyimbo 2 katika dakika 5 au dakika 6. Yeah. Okay, swali la mwisho 20 kwa heshima yako. Yeah. Ama piano unaizungumziaje? Ni muziki ambao unatokea South Africa, na hapa Tanzania wapo watu ambao wameamua kuufuata, wanapiga maudhui ya South Africa, sio mbaya, wanauweza pia. Lakini sije kuona kuleta shobo na aina ya muziki ya mataifa mengine kama Afro House, swing, msije kuonaga 20 akiwa mtu design hiyo. Kweli sijawahi kuleta shobo na muziki ya kupita. Maana mimi kwangu muziki mingine ambayo haijazaliwa kwenye kichwa changu mimi naonaga ni muziki ya kupita. Lakini vile vile kama inakuwa na nafasi katika jamii yangu lazima nitafanya. Shukrani sana 20%. Haina shida.